saizi karibuni sana TBL. Kama alivyouliza, siku 20 zilizopita tulizindua rasmi kampeni yetu ya Safari Cup, na mpaka sasa hivi tumesonga mbele, tumeshaanza bonanza zetu za kutafuta vipaji vya soka. Tumeshafanya bonanza ya kwanza pale mjini Mbeya ambapo tulipata timu kama 24 hivi zilizojitokeza na ziliweza kuonyesha talenti zao. Na pia pale tuliweza kuwa na kocha wetu Sekilojo ambaye alikuwa anaangalia kwa ukaribu kabisa kuona talenti mbalimbali, na kwa kweli tulipata mwitikio mzuri. Tuliona watu wengi walijitokeza. Unaonyesha kabisa kwamba kuna talenti nyingi ambazo zinatafuta nafasi kama hizi za kuonyesha vipaji vyao. Na Jumamosi hii inayokuja tunaelekea Mwanza, pale tutakuwa Nyamagana, tutaweza kufanya bonanza nyingine. Kwa hiyo niwaambie wakazi wa Mwanza wajitokeze kwa wingi, wenye vipaji waendelee kujiandikisha, bado nafasi ziko japo ni chache. Waendelee kuleta timu zao, wajiandikishe, watokeze kwa wingi, waje kuonyesha vipaji vyao pale. Labda niulize tena kichokozi, I should chip in again. Ilianza mwaka jana 2024 na mwaka huu tayari limekwishaanza Mbeya. Vipi ulivyoona kuhusu mwamko last year and this year? Is there any different? Tofauti ipo kubwa sana kwa sababu mwaka jana na ilikuwa ni mwanzo, kwa hiyo bado kulikuwa watu hawajaelewa programu hii labda inahusisha nini zaidi, lakini kutokana na jinsi tulivyopata mafanikio makubwa mwaka jana, mwaka huu mwitikio umekuwa mkubwa sana. Mwaka jana tulichagua wachezaji 22 ambao walikuwa bora katika mikoa yote tuliotembelea, walikaa kambini, na tulifurahi kuona kwamba 8 kati ya wale vijana wameshaingia katika timu mbalimbali. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, maana yake tumefungua njia ya wao kuanza kuingia kwenye vipaji vya mpira. Kwa hiyo kutokana na mafanikio ambayo tumeyapata mpaka sasa hivi, kwa kweli mwitikio Mbeya ulikuwa mzuri sana. Timu zilijitokeza kwa wingi, walicheza kwa umaridadi kabisa. Naamini tutaweza kuibua pia talent kutoka mji ule tuliokuwepo. Asante sana, asante sana. Makofi jamani. Vipaji kumbe vipo. Ladies and gentlemen, I think we've been extremely excited as TBL to finally give you this amazing announcement. It's been one that we've been working on for quite some time, one that we've really dreamt about as a brand, as Safari Lager, and I think I'm very proud to announce Simon Msuva joining us as an official partner of our Safari Lager Cup campaign. He will be playing the role as Chief Scout, as well as a very big mentor. I think we'll have some discussions with him shortly, but that is basically what we are here to announce today. Jamani, makofi jamani. Simon ndio Chief Scout wa vijana ambao they can follow his path, coming from Simon. You started it na Moro nania? Nimeanzia Moro. Nimeanzia Azam Academy, Moro, then Moro, Yanga, Africans, then going to Fajadida, Wydad, Casablanca, Algeria, GSK. Sasa hapo nikaenda Saudi Arabia, Qadsia, Saudi Arabia, Al-Najma pia Saudi Arabia. Nikatoka hapo ndio niko Iraq. Sawa. Kikubwa ambacho tungependa sasa hivi baada ya kila kitu ni kumpongeza Simon kwa kuchaguliwa kwenye hii nafasi yake ya kuwa Chief Scout wa Safari Lager Super Cup. Na hii ina maana gani kubwa kwako Simon? Kwanza ningependa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, lakini pia ningependa kuwashukuru waandishi wa habari ambao ni Watanzania wenzangu. Tunaelewana Kiswahili nikiongea. Na pia ningependa kutanguliza shukrani kwa wafanyakazi pia wa TBL. Wameweza kuniamini na kunipa hii opportunity kuwepo hapa. Kwa hiyo mimi nipo hapa kwa kurepresent wachezaji wenzangu, lakini pia ni furaha kwangu. Ni furaha kwangu na ni furaha pia kwa familia yangu. Hicho ndio kikubwa. Okay, thank you Simon. He was saying that it's a pleasure to him for being chosen. And now, guys, let's go for contract signing between Simon Msuva and Safari Lager. So now,
you can see our contract is not confidential. It's there for everyone to see. Okay. I'm done. Yes, we'll do the jersey handover. Okay, okay. Abdul, can you get the jazz handle? Thank you so much. And one question to I think as a brand, as Safari Lager, we're extremely an authentic, proudly Tanzanian brand. And we speak a lot about the journey that a champion needs to undergo and what it really takes to make a true champion. And I think it goes without saying why we identified Simon Msuva as one of those, because he represents the epitome of football in Tanzania. He represents the football dream in Tanzania. He's got such an amazing story around his journey, where he grew up, his grassroots, and what it took for him to truly become such a champion. So it really, really made sense for us to partner with Simon Msuva. He's also somebody that is extremely humble. I think we can all attest to that. And he's really, really, really willing to share his story, share his skills, and really pay it forward. And as a brand of Safari Lager Cup, that is really what we stand for. He really shares common goals and common, essence within him with us as a brand. Thank you very much. Pams, Pamela, narudi tena kwako. Tayari tulishakuwa na bonanza, lakini watu wengine hawafahamu zaidi. Baada ya lile la Mbeya tunaelekea wapi na lini, ili na sisi wengine tujiunge. Natazamia kwenda kituo kifuatacho. Asante sana kwa swali zuri. Bonanza inalofuata kama nilivyosema litakuwa ni Jumamosi hii inayokuja, ambayo itafanyika tarehe 31 mwezi huu wa 5, na litafanyika pale Nyamagana Grounds, mji wa Mwanza. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha waandishi wa habari watakaokuwepo kwa Mwanza, wapenzi wa mpira wajitokeze kwa wingi, waje kuangalia na kushuhudia vipaji vya mpira. Naam, asante sana. Mwanza ndio umetoka kina Mrisho Ngasa, wachezaji wazuri sana wametoka Mwanza, kuna Fumo Felician those days, na mpaka sasa hivi kuna wachezaji wazuri ambao wanatoka Mwanza. Kwa hiyo tunasubiria hilo kwa hamu kubwa sana. Simon, wewe unatazamia nini kutoka katika talents ambazo utakwenda kuziona, na tunatazamia utakuwa unahudhuria na kuangalia talents wakati ukiwa kwenye likizo baada ya ligi mbalimbali kumalizika? Cha kwanza ningependa kusema nitakuwa pamoja na TBL kama nilivyosema mwanzo, lakini pia tunakwenda Mwanza kama dada yangu alivyosema siku ya Jumamosi, na tunaenda kuangalia vipaji. Lakini hivi vipaji tunavyoenda kuviangalia, hii ni nafasi kwao kuonesha, kwa sababu sisi tunaweza tukasema hatujatokea katika nafasi kama hii ambayo Safari Lager wameweza kuwaamini vipaji na kuweza kutembea mikoa tofauti. Lakini mimi pia nitakuwa na kocha Sakirojo, nitakuwa naye pale na tukiendelea kufuatilia vipaji. Lakini mimi naamini Mwanza kama ulivyosema ametoka Mrisho Ngasa, naamini kuna vipaji vingi sana vitaonekana. Ukimtoa Msuva, ukimtoa Samata, ukimtoa pia wachezaji wengine ambao wanacheza professional, lakini tunaamini tutapata vipaji vingine ambavyo vitakuja kusaidia nchi yetu ya Tanzania. Nikisema nchi yetu na maana ni timu yetu ya taifa, kwa sababu watu wengi wanataka kuona timu yetu ya taifa inazidi kukua. Ukiangalia sasa hivi mpira umekuwa una nafasi kubwa sana kwa vijana. Kwa hiyo hii ni nafasi kwao. Thanks a lot. Maybe I should remind guys Safari Lager was the first sponsor of Tanzania Premier League. Yes. Wakati huo tulikuwa tunadhamini matokeo. This time we are going to the roots.
we sponsor the roots of the football. So congratulations to you guys. Asante sana. We are about to finish our short event, as I said before. Before we finish it, I have one question to you, Madam Kensan. So, football fans who vote for this stand a chance to win 10 million shillings. Can you take us through how can fans get the hands of this prize money? You're quite correct. Safari Laga, together with Simon Msuva, look forward to gifting football fans with 10 million Tanzanian shillings. And it is really, really simple. So all people need to do is buy one of our promotional packs displayed here. You will recognize the pack, as it will give you a prompt that it is a promotional pack. All you need to do is look under the crown. You will find a unique code. Visit www.safarilaga.co.tz and simply enter on your favorite football player that you will be seeing alongside the bonanzas that we will be doing. I think the team has mentioned that we have gone Mwanza, we will be visiting Arusha, Mbeya. We've already done Mbeya. We will also do Dar es Salaam. Yeah. But basically, we ask people to have a view and look at the talent that is up and coming, the talent that we and Simon Msuva will be identifying, and help us identify who of those boys are the best of the best and enter. And that is all that everybody needs to do to win 10 million Tanzanian shillings. Sawa, sasa jamani, kwa wale ambao wanataka kujishindia fedha hizi ambazo ni milioni 10, njia rahisi ni unaponunua Safari Laga ama unapokuwa na chupa yako Safari Laga. Ukifungua tu kwenye kizibo hapo, kuna codes maalum ambazo codes hizo unakwenda kwenye website ya Safari Laga, www.safarilaga.co.tz, na ukiingia pale basi utaweka codes hizi. Baada ya hapo watakuomba tu jina la mchezaji unayempendekeza ili aingie kwenye kikosi cha Safari Laga 2025. Usisahau kwamba tuna mchezo wa mwisho wa kutendesha wachezaji hawa na wachezaji dhidi ya Yanga ambao utafanyika mwezi Julai. Mtu mmoja wa Yanga anaweza kuja kuongea hapa. Maneno mawili tu. Mimi si watu wa majigambo. Hii timu naisimamia mwenyewe na kwa babu naenda mwenyewe. Labda kati Priva anakuja, naomba tu nigusie kimoja tu, pia kuambia kwamba tuna kodi ya kupigia kura ya bure ambayo Tanzania anaweza kuitumia kila siku, ambayo ni kodi namba 1977. Kwa hiyo kura ya kwanza utakaweza kuwapigia ni ya kwetu. Wewe ukitembelea ukurasa huu kabla hujanunua safari, basi unaweza kutumia kodi ya mwaka 1977. Ukiingiza hiyo namba unaweza kufanya kura yako ya kwanza. Kwa hiyo karibuni, hata waandishi wa habari, tembeleeni ukurasa huu muweze kujaribu kupiga kura. No. Okay. It's gonna stand. Kwanza ni Come through here. Come through. Njoo simame hapa katikati yangu. Priva, moja amini bwana. Unajua anahitajika kuongea Kiingereza. Amna changanya tu. uzuri mpira hauna lugha, sio? Eti Msuva. Wewe umecheza huko Arabuni, kwa ulihitaji kujua Kiarabu? Hapana, nimekijua pale pale. Kwanza ni wapongeze sana Safari pamoja na TBL kwa programu hii ya kuinua vipaji. Ni programu nzuri. Msuva nafikiri anaweza akawa na story kubwa zaidi katika maisha yake. Nakumbuka na siku ulikuwa sini Chamazi, ulipata dhoruba, mashabiki wengi wakawa wanakuongelea vibaya na maneno makali. Taifa ilikuwa ni Taifa. Taifa. Ilikuwa ni Taifa. Huko ulilia ile. Kwa maana yake safari hii ya football ina jasho, ina machozi, wakati fulani unatoka hata damu kwa lengo la kufikia ndoto zako. Kwa hiyo inawezekana leo kijana ambaye tunamfuata Mwanza akaja akawa Simon Msuva, baadaye anaweza akaja akawa mchezaji mwingine mkubwa hapa Tanzania. Kupitia mashindano haya inaweza ikawa platform nzuri pia kwa kijana yote ambaye hakuwahi kufikiria. Maisha ni safari, na kutoka Mwanza kuja Dar inaweza ikawa safari nyingine ya kuanzia safari ya mchezaji yote kuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo wale wote ambao wako Mwanza natarajia kuona wakijitokeza kwa wingi,
na mikoa mingine ambayo tutakwenda, na timu mbalimbali ambazo nimesikia zimetolewa hii watu wajitokeze kwa ajili ya kujisajili. Huwezi jua, kuna mtu anaitwa Wilfred Ndidi, ndio kumwembe utanikumbusha. Yeah. Ndidi kwenye academy aliyokuwa ametokea ilikuwa ni academy tu kamtaani, kalijisajiliwa kwenye mashindano fulani hivi madogo huko kwa Nigeria. Akatokea scout mmoja kutoka Belgium, akatokea Msuva na wa Belgium. Akamwona Wilfred Ndidi akiwa hajacheza ligi kuu Nigeria, hajacheza mashindano yote, akachukuliwa akapelekwa Belgium, klabu ya KRC Genk. Ile klabu ilikuja ikapata zile commissions zinaitwa zile, utanisaidia yetu nishasahau, zile considerations za CAF za FIFA. Ile academy ilikuja kupata almost kama bilioni 10 za Kitanzania. Yaani kamtaani tu, academy kamtaani walimchukua Wilfred Ndidi wakaja akapata pesa. Kwa hiyo huenda ka academy kako kama Tombo kawapi ukakachukulia poa, kumbe kakasajili katika mashindano haya. Msuva akamwona mtoto pale akamchukua na baadaye katoka zile commissions za FIFA na ukabadilisha maisha. Kwa hiyo niombe sana hasa watu wa Mwanza, mashabiki wa Yanga na wale ambao wana kisununu sasa hivi, pia njooni mjifariji na safari. Huwezi jua safari kashusha hasira ambayo nayo. Karibuni sana. Asante. Asante sana. I think now it's time to, I think we are good to go right now. Yes, we are. Yeah. Bibi na bwana, hapa tumefika mwisho wa tofauti ya jinsi mchakato wa kupata timu kama ulivyotaja, kweli ni tofauti. Mwaka jana tulikuwa tunawaita mchezaji mmoja ambaye anajiamini aje kujiandikisha, na walipokuwa wanakuja kujiandikisha, tulichokuwa tunafanya tulikuwa tunawapanga sasa kwenye timu kutokana na position zao, alafu ndio wanacheza. Na pia walikuwa wanacheza kwa muda mfupi kidogo, ilikuwa kama dakika 10 kuangalia vipaji vyao. Na kutokana ule ilikuwa ni mwaka wa kwanza, tukaona mapungufu na tuna nafasi ya kuboresha. Kwa hiyo tulivyoboresha sasa hivi tunaziita timu zije kamili, kwa sababu katika kucheza ili kuweza talent yako ionekane vizuri na ucheze comfortable, mara nyingi kuna ile uzoefu wa kwamba tumeshakaa kama timu. Ukiwaweka timu kwa hapo wengine kidogo wanaweza wasiweze kucheza vizuri. Na pia tumeongeza muda wa kucheza, tunafanya sasa hivi muda wa dakika 30. Kwa hiyo timu zote zinazocheza zinakuja kwanza kujiandikisha kama timu, na pili wanapata nafasi ya muda mrefu kidogo kucheza wa dakika 30. Pale tumeamini kabisa kwamba unatoa nafasi nzuri ya wao kuweza kuonyesha vipaji vyao, na pia hata kwa mascout kuweza kuangalia na kuona vipaji hivi. Kwa hiyo ndio umekuwa mabadiliko ambayo tumefanya kama maboresho tuliyofanya. Yeah. Na kama nilivyosema, cha kwanza walikuwa ni wachezaji 22 tuliokuwa tumewachukua, na 8 wamesajiliwa kwenye timu mbalimbali, ikiwemo hata timu ya taifa timu B. Kwa hiyo kuna ambao wako wanaendelea kusajiliwa, na kwa kweli tunaendelea kufuatilia. Lakini kikubwa zaidi, hii ni nafasi ambayo inawapa vijana muda mzuri wa kufundishwa rasmi mpira. Kwa sababu unajua wanapokuwa wanacheza mtaani labda kwenye timu zao, hakuna mtu ambaye anaweza kuwaelezea labda wanatakiwa wafanye nini, kujifunza discipline. Kwa hiyo tulipowachukua wale vijana, kwa kweli tuliwaweka kambi na walipata nafasi nzuri ya kufundishwa mafunzo mbalimbali, kuanzia jinsi ya kujiendeleza wao wenyewe za nje ya mpira, kwa mfano kifedha, jinsi ya kujielezea. Tulikuwa tunafanya manani mbalimbali, na pia waliweza kukutana na maguji mbalimbali wa mpira. Legends wa Yanga kwa mfano waliwatembelea wakati wako kambini, wakawa wanawapa jinsi ya kujimudu hata wakienda kwenye stage kubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni experience kubwa kwa wao, na walipata mafunzo mbalimbali zaidi hata ya kucheza, na tunaamini kutokana na jinsi walivyojifunza, maisha yao kwa namna nyingine yamebadilika. Hata ambao wale bado hawajasainiwa, naamini kabisa kuna kitu walikipata. Kwa hiyo ni nafasi nzuri sana kwa vijana, waendelee kujitokeza. Huwezi kujua, unaweza ukasajiliwa na ukaenda mbali zaidi.